So nyote mmesikia hizo allegations zimetokea sahi, na the reason nimeamua respond ni juu, yani unajua nashangaa venye mtu anaweza kaa chini aone, yani angalie tu venye anaweza rudisha mwingine chini, juu mkiangalia hii story yote, those are serious allegations, unaona. Na venye anasema yeye ni mtu mzima, na amwezi niambia kitu kama hiyo ili happen hivyo na kusema yenye sai hadi anaongea ana fake machozi, yani kwa sababu anashindwa hata explain ya bwanake aje, unaona. Na hii issue yote I think inaletwa na diss track yenye walidhani ati wametajwa ndani, na personally I don't think it's a good thing that mgeto tu ametoka mahali amepiga hustle yake safi, amefika penye amefika, and then wase wana try kumpull down. Unacheki hiyo ni nini sasa? Surely hiyo ni nini? Hii kitu penye imefika sasa imekuwa serious. Beef yangu na bwanake ijaanza sasa hii, imeanza kitambo. Alianza tu kuwa snitch, ilikuwa tu nikifanya kitu sijui ni explain aje, but whatever is happening right now si kitu ya kawaida na si kitu ndogo, na kama itakuwa addressed the right way, naona inaweza end up kuumiza msee, unaona. Udema anasemalia kwa gari kaspidiwa, ati wasichana wengi, ati kuna so many untold stories za wasichana. Mbona angetokea time aseme like what is wrong with people? Why do people lie so much? Alafu it's funny that mwanamke akitokea adanganye tu kuhusu mwanaume inatreatiwa ni kama ukweli just because msee ni mwanamke ama msee ni dem. It's not fair. Unacheki, si fair. Na whatever these people are plotting si poa. Na kuna saying moja hapa tulikuanga tunapenda kujoke na wenzangu kama kina DK na kina nani. Nakumbuka hapa tumekuwa tukijoke kwa studio for a very long time. Ile unaweza joke na msee anasema buda ukiweka madem kwa gari wewe unajua una speeding hiyo gari. So ni funny venye hiyo kitu mimi na DK huwa tuna joke nayo hapa, wananitukana nayo. Ndio the same thing. How? Na DK sahi anawakana. Bona the same things tunaongeleanga tu ku make jokes, ndio vitu dem anasema. Alafu niaje sijui anatoa machozi wapi, but babangu Paul Radido kule yuko, niko sure haja settle, yani roho yake haja settle akiona venye mtoi wake anafanyiwa. Unacheki, me the reason na kwanga kichwa ngumu ni kwa sababu ya vitu kama hizi. People take advantage, unaona, na seek to poor. And I said this before, mimi ni mtoi wa mtu tu kama wewe ni mtoi wa mtu, mimi ni mtoi wa mtu. So wewe una try kuni pull down, itakusaidia na nini? Tell people the truth. Ambia bwanako ukweli. Stop beating around the bush. Ukisema uongo itasaidia na nini? Why you lying? Mbona unatumia jina langu? Why you making me look bad mbele ya wase? Mimi sijaongea hivi na so much pain. Wase uongea tu but naacha ina slide. So me I have a lot going on. Unasikia? Mimi mnazoona mimi uko na vituko zangu, but hizo vituko zunisaidia mimi, because nikiangalia kule nimetoka napatia God the glory. Nikiangalia life yenye niko na penye God amenitoa, hata sasa hivi venye tunaongea, watu wangapi hapa wanajua madhango wamekuanga msik for almost 19 years sasa? Watu wangapi wanajua? Na mimi uko tu nimenyamaza. Babangu alikufa na cancer, mimi uko tu nimenyamaza. So now mimi mwenye God alinisaidia, mimi ndio niko hapo, at least naweza provide ya mamangu, naweza mfanyia 2-3. Mtu mwenye anatry kuficha aibu anatokea na kuniharibia jina. It does not make sense. This is not fair. Na hapa tutasema story ya nitaenda kotini, nitasu. I will not do that, because I know what you people are doing, and it's not fair. You cannot do that, manze.
sit your husband down, mwambie nini ili happen, stop lying. Na najua hii kitu imeplotiwa, niko sure hii kitu imeplotiwa. First ase waliona nimetoa album, waka song, ndio of course akitoa song ingechukua attention yote because ajai imba, then ingeka amefanya kitu, so attention yote ya album ingetoka iende kwa. Sasa venye wameona ni kama vitu zinakuwa ngumu, bado I'm just giving out music, bado kuna hiyo attention kwa album na wanatry kuficha aibu, ndio sababu wamekaa wakasema waseme mimi nilirape. Do I look like a rapist? Surely. Kwani wasichana wangapi wamejaa hapa nje wenye wanani DM? Wasichana wangapi najuana nao? Kwani nani mimi sasa nikae chini niseme wewe na kurape? Surely. Sometimes ni poa tu before mtu aongee, fikiria hiki tunaenda kusema itaacha impact gani kwa life ya mtu unaenda kuongelea. Industry ni industry, kuna madis, watu wanaweza disiana, but ikifika kwa vitu kama hizi mpaka una fake kilio. Angalia, kwani akifanya nini analia, akifanya nini analia. Ikafika kwa Wisdom, anyone to Wisdom si alikuwa na watu, hata yeye ilikuwa ikifika kwa interviews zingine analia. Sasa imefika ni hata yeye amefunzwa kudanganya. No, mimi naye nimekataa. You need to tell people the truth. Stop lying, manze. Mpaka unaambia madema ati there are so many untold stories. Oh, mjitokeze. Wajitokeze waseme nini ama wafanye nini? Mbona unadanganya? Hii story najua iko peke yake hapa. Na nyinyi wote mnajua nani yako behind it. Kwani industry imefika hiyo point. Imefika point yenye tunawekeana mizigo kama hizi, ndio yani unataka kuona ndugu yako ako chini ama dadako unamkanyaga na kila kitu uko nayo. Wewe kama unajiamini sana, si ufanye tu muziki yako, fanya vipindi zako tu na uendelee. Mbona maisha ya mtu mwingine inakuhusu? Do you know how many people wananitegemea ama wananiangalia mimi? Nyi maisha yenu ni ya vipindi. Nyi pigeni vipindi zenu. Achaneni na maisha yangu. Bado nashangaa vile umeweza tu kulia na unalia uongo. This is so unfair. Hawezi do hivyo manze. Alafu unasema untold stories. Untold stories. Mbona hizi like a month ago nimekuanga okay na kwa okay. Mbona after hii this imetoka ama whatever yenye mnadhani ni nyinyi, mbona ndio unakuja na untold stories ati Posey alifanya hivi na hivi? Unafanya hivyo kucover up kitu iko kwa hii song, kitu imesemekana hapo. Juu niko sure ulipatiwa questions kwa nyumba, we mbona hivi na hivi? Hebu niambie Posey hizi ongea tu hivi. Ambia tu bwana yako ukweli bana. Nyi wenyewe ndio mlinichimba, mmekuwa mkinichimba na ninanyamaza. Mimi nilikuwa nashughulika na album yangu, hata siko na mind. Mkaanza kuni mind tu kichini chini. Sasa imefika point hadi mnataka dunia mzima yani inichukie. For what? Why? What have I done to you? Tell people the truth. Because kama nakumbuka vizuri hiyo day yenye nilikuja kukuchukua, ulikuwa Great Wall, ulikuwa unaishi Great Wall Gardens, sio Kimau. Tulipatana Instagram, unasikia? Instagram nikakutext. Actually ulikuwa una dance song fulani I think yangu. Hapo ndio tuliongea, ukanipatia namba, nikakupatia namba. Kama nadanganya mbele ya mama yangu na watoto wangu, kitu ifanyike, I swear. Ulinipatia namba na tukapatana that same day. So ambia tu watu ukweli, ambia bwanako ukweli, kitu ili go down. Why you lying bana? Stop lying. The same way
You stop that manze. Si poa. Hizo allegations umemake ni serious. Na venye nimesema mimi nitaachia God. Unacheki? Nitaachia God. There's a reason Posey anakuanga tu hata na hiyo kichwa yake mbaya na hizo kelele zake. There's a reason God anakuanga ameshikilia Posey. Unasikia? Na if at all kuna ukweli kwa hizi vitu zote zimekuwa ziki happen, by now God angekuwa amesema haya, hapana, huwezi shinda ukifanyia watu wangu hivi. But because God anajua ile vita inaendelea hapa kwa industry. Unaona? Sipo and I'm not happy about it. But ni sawa, unaona? Kuna wale wase najua wataamini, but whatever unasema kama rape, that's a big lie. Yani that's a big lie. Miss Jai rape mtu. That is a big lie. Tell your husband the truth. Mwambie ulilala kwangu na kitu ili happen hiyo time. Whatever allegations umeniekea si za kweli na unajua. And I repeat, si za kweli. Na nimeswear, nimeapa na jina ya mamangu na watoi wangu wote. Mimi sijawahi attempt kukurepe wewe. Ulinipatia namba IG hiyo time na ni time ya kitambo. So sijui hata mbona ungeambia tu mzee wako ukweli. Na ninakumbuka hata Wisdom kuna time nilimuuliza ama Wisdom kama nadanganya aseme there's a day, kuna time hata ulikuwa na ulikuwa salon I&M hapo kando kulikuwa na salon fulani, nikakukall nikakuuliza uko wapi, imekuwa siku mingi, naweza kuona nikugotee. Ukasemaje? Sawa, unaweza niona. Ukaniambia uko salon. But hiyo siku something came up. Na nilikuwa na Wisdom. Ulikuwa loudspeaker, Wisdom alikusikia. So unfair manze. Why you lying? Nilimuuliza time fulani. Juu mimi na Wisdom relationship yetu yani ni kama brother tu. Yani blood brothers. So nili open up kwake nikamwambia, Wiz, huyu dem kuna kitu ili going down to shake on a thing, but ilikuwa kitu ya actually less than 24 hours. Nikamwambia, akashtuka. Like 2 months ago ama sijui ni 3, Wiz alitokea tu from nowhere akaniambia, by the Buddha, ule dem aliniconfirmia ile kitu, akaniambia hata ajui li happening aje, but haezi taka so and so ajue. Unasikia? So wewe stop lying manze. Stop lying. Na hiyo pia umecheza like I said. Mimi nimekusamehea but sipo whatever umefanya. Unataka sympathy kwa Wakenya, sympathy na uongo. Vitu mmezoea kunifanyia kila time, mnanifanyanga hii, mnanifanya hii, mnanifanya hii, mnanifanya hii. Acheni hizo manze. Kwani ni makosa yangu mimi kwa penye niko? Ni makosa yangu kuwa niko na uwezo wa kufanya kenye naweza fanya? Inawauma to a point yani, manze, you need to stop that. Na nikwambie, you see Kenya unafanyia mtu sahi, God forbid, but whatever unafanyia mse sahi, maybe wewe haiwezi kuaffect sahi, but ukumbuke wewe ni mzazi, uko na watoi, like I said, God forbid, isikuje izunguke hapo. Sahi you can fool people. Juu watu wataamini easily because Posey anakuanga Posey amefanya hii, Posey anafanya hii. Mbona always inakuanga tu Posey? Anyway, like I said, hizo allegations zako sijui umezitoa wapi, but that's a big lie. Kitu tu naomba Mungu ni I wish ningekuwa na messages, but niko sure unatumia the same number tulikuwa tunatumia kucommunicate. Na niko sure Safaricom iko na hiyo inaitwaje, ni database ama data whatever. Safaricom iko nayo, inaweza ingia kwa calls na inaweza ingia kwa messages between mimi na wewe, ama calls between mimi na wewe. So kama uko sure ni ukweli, nataka tu tuende kwa data ya Safaricom whatever, to call Safaricom, waangalie hizo numbers mbili, communication ishaikuwa hapo. Cause hii nimekataa this time, amtanitumia. Unaona? So to handle tu kitu professionally na venye inafaa. Mimi hata si tunataka hiyo kweli itoke saa ndio nikulete nomazi. Mimi si mtu wa aina hiyo. Yani nataka tu uambie watu ukweli. Anyway, najua uwezi uambie ukweli after kufake hadi kilio manze.
si poa. Hizo miaka zote zenye umekuwa kwa ndoa, sasa ndio unaweza ongea surely. Anyway, ni sawa. Wacha tuone venye God amepanga, but this is so unfair. Naweza kuwa na kasoro zangu, kelele zangu, but one thing naweza advise wase, hii ni off topic kiasi. Kitu tu mimi naweza advise mseni, usiumwe ukiona mwenzako anaendelea. Usiumwe ukiona unatamani kitu fulani but unaona ni kama kuna mse fulani anaweza ichukua before wewe. Usiumwe. Acha kama kitu ilikuwa yako itakuwa tu yako, na kama kitu si yako haitakuwa yako. Kwa wale wajanja wanajua kitu namaanisha, wameelewa. But it's tabia poa. Asante.